Mtazamaji wa Tanzania ITV, kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani, ambazo ni za siri kubwa, ikiwa wewe ni mgeni na kukaribisha, lakini chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati ambazo ni za siri kubwa. Lakini cha kuzingatia, cha muhimu zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Uongozi wa Samia Suluhu Hassan umeonekana kufika mwisho. Maandamano mapya yameweza kulipuka katika taifa la Tanzania. Maandamano haya ni ya nini? Kulingana na taarifa zile ambazo tuko nazo, wafanyabiashara wale ambao wanafanya biashara kando kando mwa barabara ama mjini Dar es Salaam na wanabodaboda waliamua kuandamana na kusababisha taharuki mjini Dar es Salaam City kwa kile ambacho wanachokidai serikali ya Samia Suluhu Hassan ilipiga marufuku biashara kufanyika eneo la Kariakoo Dar es Salaam City. Wanabodaboda wakaungana na wanabiashara baada ya serikali katili ya Samia Suluhu Hassan kupiga marufuku wanabiashara kufanya biashara Kariakoo na bodaboda kutoingia pale. Sasa wameamua kuandamana. Maandamano hayo yaliweza kulipuka katika eneo la Kariakoo Dar es Salaam kulalamikia uamuzi wa serikali ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wanasema ya kwamba wao wenyewe wanajitafutia. Lakini mbona serikali ya Samia Suluhu Hassan inawazuia wanabiashara na wanabodaboda kutoendelea kufanya biashara zao? Kwa sababu wengi wao wanaamuka wanaenda kufanya biashara eneo hilo la Kariakoo. Wengine wanafanya biashara kusafirisha wanabiashara kupitia bodaboda. Lakini sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan imeamua kuchukua hatua ambazo ni hatari kwao, kwa sababu wengi wao wanapata hela za kila siku ili kuwalisha familia zao, kulipa ushuru serikali hii ambayo inawakandamiza, kulipa hata karo ya shule. Lakini sasa wanaapiwa marufuku kutoendelea na biashara zao katika eneo la Kariakoo Dar es Salaam. Jambo hili ndilo liliweza kusababisha maandamano makali kulipuka na kutanda hapa na pale. Ikumbukwe ya kwamba mwaka jana wakati wa uchaguzi kulianza hivi pole pole, kisha baadaye tukaona maandamano yakilipuka ambayo yalikuwa makali zaidi na kusababisha serikali katili ya Samia Suluhu Hassan kuwaua Watanzania wengi zaidi, maelfu zaidi ya 10 ambao waliweza kuangamia. Ndio maana familia nyingi hazikukabidhiwa miili kuzika, lakini kupitia picha zile ambazo hutumiwa sana na satellite ambazo zinatumiwa na vyombo vya habari kutoka mataifa mbalimbali kama vituo vile vya CNN, BBC, Al Jazeera, waliweza kuonyesha wazi makaburi ya halaiki ambapo Watanzania wenzetu walienda wakazikwa ili kuficha ushahidi, ndio Samia Suluhu Hassan asije akachukuliwa hatua kali za kisheria. Ingawa kesi imefikishwa katika mahakama ya kimataifa ya kihalifu ambayo ipo pale Uholanzi, ICC, ambayo sasa imeonekana kuanzisha mchakato wa kujua ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea kwa kupata ushahidi wa kutosha kabla ya kumfungulia mashtaka Rais Samia Suluhu Hassan na wale ambao waliweza kuhusika katika mauaji ya mwaka jana 29 Oktoba 2025 wakati na baada ya uchaguzi. Na tumeona hata bunge la Ulaya likitoa amri kwamba lazima uchunguzi uweze kufanyika. Tuliona Umoja wa Mataifa ukisema ya kwamba uchunguzi huru uanzishwe upya katika taifa la Tanzania kwa kile ambacho kinaaminika kufikia sasa
tume ile ambayo iliweza kuteuliwa na Mama Samia Suluhu Hassan haiwezi kuaminika, ile inaongozwa na Jaji Ichande, kwa sababu ile tume haiwezi kumwekea lawama, haiwezi kumwekea makosa, haiwezi kuona mabaya ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndiye alikuwa uongozi wakati maandamano na watu walipouliwa na vyombo vya dola. Sasa kufikia sasa tumeshuhudia mataifa mengi yakitoa lawama kubwa kwa Samia Suluhu Hassan, na Rais Donald Trump wa Marekani aliweza kujitoa kutuma misaada yake hapa Tanzania. Ndio maana tunapitia changamoto za hapa na pale za kibiashara, uchumi haunogi, uchumi umeharibika hapa Tanzania. Taifa la Sweden likajiondoa kutuma misaada Tanzania. Taifa la Canada likajiondoa. Tukaona mabilioni ya pesa yakizuiliwa na bunge la Ulaya, wakasema hawawezi kufadhili udhalimu ambao upo katika taifa letu la Tanzania. Huyu Samia Suluhu Hassan ndiye amesababisha haya yote. Sasa maandamano yalianza hivyo, baadaye tukashuhudia watu wakiuawa. Mbona wengine wanakatazwa kutofanya biashara zao Kariakoo, Dar es Salaam City? Sasa bodaboda wanafanya biashara, mbona wanazuiliwa? Sasa wakiandamana, halafu serikali inachukua hatua ya kuwapiga risasi, serikali inachukua hatua kuwapiga picha na kuwatafuta na kuwateka nyara baadaye. Ndio maana tunashuhudia visa vingi vya watu kupotea hapa na pale. Hata Humphrey Polepole kufikia sasa hajapatikana alipo, kwa sababu aliweza kupotezwa tu na serikali ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kama sio serikali ingefanya jitihada kuhakikisha kwamba imemtafuta, imempata Humphrey Polepole alipo, lakini imenyamaza tangu mwezi wa 10 mwaka jana kufikia sasa. Hamna yeyote ambaye anaelewa ni wapi yupo huyu mwanasiasa wa upinzani Humphrey Polepole, ambaye wakati mmoja alikuwa balozi kiongozi katika taifa letu la Tanzania. Kwa hivyo maandamano haya yanastahili kuzuiliwa kupitia serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kuagiza warejee kufanya biashara Kariakoo, warejee wanabodaboda kufanya biashara zao, na wale ambao wanafanya biashara hapa na pale kuhakikisha ya kwamba kuna endelevu wa biashara katika eneo lile. Kwa hivyo hatua ambazo zinachukuliwa na Samia Suluhu Hassan sio halali kwa kupiga marufuku watu kufanya biashara, kwa sababu serikali hiyo hiyo ndio inahitaji ushuru kukatwa kutoka kwetu sisi wa Tanzania. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine, tukizipata tutarejea na mengi zaidi. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde, bonyeza button ya subscribe hapo chini, washa kengele, tukutane baadaye. Kwaheri.